Ngushi inakuaje? Safi safi kaka. Huu ni msimu wangapi kwenye ligi kuu Tanzania bara toka umeanza kucheza professional football? Huu ni msimu wa 7. Msimu wa 7. Ndio. Na ni klabu gani ambayo ulianza nayo? Naam. Timu gani ulianza nayo kwenye ligi kuu Tanzania bara? Nilianza na Mbeya Kwanza. Nikaja Young Africans. Nikaenda Coastal Union. Na hatimaye nikatua Mashujaa FC. Watu wengi move yako ya kutoka Mbeya Kwanza kwenda Young Africans walisema ilikuwa ni wrong move kwa sababu ulikuwa ndo kwanza unaanza kutengeneza jina lako. Kwa hiyo kwenda kwenye kikosi cha Young Africans ilikuwa kama kwenda kujipoteza. Unakubaliana na hichi kitu? Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa yote ambao walikuwepo na mpaka sasa nipo hapa. Sijawahi fikiria kwamba kwenda timu kubwa ni wrong move. Hakuna mchezaji ambaye anatamani kucheza mpira kuendelea kubaki kwenye timu ndogo. Kila mmoja malengo yake na kujituma kwake ndio kunamfanya aende katika vilabu fulani. Nafikiri alipita. Kwa sasa nipo hapa, kwa hiyo nafikiri nazungumzia sana kipindi ambacho nipo kwa sasa. Ukiangalia nature ya ligi ilivyo sasa hivi, unadhani tunakoelekea na tulikotoka, ligi inazidi kuwa nyepesi kwa ninyi ambao mpo kwenye ligi muda mrefu, au ligi inazidi kuwa ngumu kulinganisha na kule ambako tulikotoka? Nafikiri ligi inazidi kuwa ngumu kwa sababu ya ubora wa ligi yetu pia, na quality ya wachezaji ambao wapo kwenye ligi yetu, wazawa na wageni. Ligi inazidi kuwa bora zaidi kwa sababu tunakutana na vitu tofauti vya kigeni, vya kwetu watu wanaongezewa kwa sababu walimu kila siku wanajifunza. Kwa kila siku vinakuja vitu vipya ambavyo tunafanya kujifunza kwa ajili ya kuendelea kuwa na performance nzuri katika kila mechi zetu. Umekuwepo Young Africans kwa muda. Ni kitu gani cha kukumbukwa ambacho ulichokifanya ukiwa na Young Africans au ambacho umekipata ukiwa na Young Africans? Kitu cha kukumbukwa kivipi? Yaani ulichokifanya wewe kinabakia kwenye kumbukumbu zako kwamba hiki nimekipata kwa sababu nilikuwepo Young Africans. Nafikiri ni pesa. Nimepata pesa, nimefahamika kama kuna mchezaji anaitwa Ngushi. Uwepo wa wachezaji wa kigeni kwenye ligi kuu Tanzania bara, kuna baadhi ya Watanzania wanaamini ni kuwabania wazawa, na kuna wengine wanasema hapana, wazawa inabidi wapambane wapate nafasi. Wewe kwako unasimama na upande upi? Mimi nasimama ndakupo pande zote, lakini kikubwa ni anapokuja mgeni ni changamoto nyingine ambayo inaongezeka katika ligi yetu. Kwa hiyo unamwangalia mgeni kaja na kitu gani. Hakuna mchezaji ambaye wanafanana kwa kila kitu. Lazima kila mmoja atakuwa na kitu chake ambacho ni cha ziada. Kwa hiyo unajifunza kutokana na kitu ambacho unakiona kama ni kizuri. Kwa mgeni na kitu chake, hata wenyeji pia wana vitu vyao. Kwenye ligi kuu Tanzania bara, toka umeanza kucheza mpira, ni beki gani uliyekutana naye ambaye mpaka leo unasema yes, kwenye ile mechi ule beki alinipa shughuli ngumu kweli kweli? Nafikiri kwenye ligi yetu mabeki wote ni bora kwa sababu wanafanya kazi nzuri katika vilabu vyao. Nafikiri kila mechi inakuwa ni mechi ngumu kwa mabeki unaokutana nao kwa sababu ni mabeki wote ambao wanafanya kazi nzuri. Nafikiri nikijibu hivyo nitakuwa niko sahihi zaidi. Kuna baadhi ya watu wanasema kwenye safu ya ushambuliaji hasa wachezaji wa kizawa hawana ule ushapu, yani ni washambuliaji butu. Wewe ni mmoja kati ya washambuliaji ambao kwa muda mfupi sana ulikuwa na jina kubwa, ingawa halikuendelea kulingana na changamoto za pale ambazo huenda wewe unazifahamu. Ni kweli hizi taarifa kwamba washambuliaji wa Kitanzania kuna ubutu fulani na wazawa, wageni ndio ambao wanakuja kuzifanya safu za ushambuliaji za timu hizi za Kitanzania ziwe nzuri? Sio kweli. Sio kweli kwa sababu tushaona wazawa kibao ambao wamechukua ufungaji bora katika ligi yetu. Na walipewa heshima yao kama wazawa na wanajituma bado, na wachezaji wa kigeni pia wamekuja wamefanya makubwa, pia wamechukua uchezaji bora, ufungaji bora pia, na wao wanaendelea kujituma. Kwa hiyo kila mmoja ambaye anapata nafasi kama kwenye vilabu vyake na akaifanikisha timu kupata matokeo, kushinda, akawa mfungaji bora, inaendelea kuwa hamasa kwa wachezaji wengine ambao waendelee kujifunza kupitia yeye au kujua nini ambavyo waongeze ili waweze kufikia malengo yao pia. Nje ya Mashujaa, ni mchezaji gani unatamani siku moja ucheze naye nje ya Mashujaa? Kucheza naye timu moja? Mchezaji yoyote tu. Tutajie mmoja, tutajie kwa jina. Yaani natamani siku moja nicheze na mchezaji fulani, mchezaji ambaye yuko nje ya Mashujaa kwa sasa. Yaani si nishacheza na wachezaji wengi wa kigeni, nishacheza na wachezaji wengi wazawa. Kwa nafikiri wote ni wale ambao tunakutana kila siku kwenye mechi za kushindana. Nafikiri mchezaji yote mimi nitakayekutana naye nafanya naye kazi, maisha mengine yanaendelea. Nje ya mpira wa miguu,
ni kitu gani kingine ambacho watu hawakifahamu kuhusu Ngushi? Nje ya mpira. Napenda sana kusikiliza muziki. Alafu mimi mtu wa kuvaa sana. Napenda sana kuvaa. Na Ngushi ni baba, na kama ni baba watoto wangapi? Baba wa watoto 3. Ila hatujawahi kuona sherehe ya ndoa. Ni kweli? Bado sijafunga ndoa, lakini ni mwanamke halali kwangu. Hao watoto 3 ni kila mtoto na mama yake au wote ni mama mmoja? Ngushi top 3 yako wachezaji bora ligi kuu sasa. Top 3. Top 3. Wachezaji bora kwa upande wako. Kwa position gani? Popote beki nini, yani popote wachezaji 3 ambao nasema hawa ni the best kwangu. Wachezaji wote the best katika ligi yetu kwa sasa. Yaani wachezaji wote wako vizuri. Sasa ukisema uanze kumtaja mmoja mmoja hapa itakuwa kidogo ni ngumu, lakini mimi naona kabisa katika ligi yetu wachezaji wote ni bora. Tanzania ni msanii gani ambaye unamfuatilia sana? Umesema wewe ni mshabiki wa kusikiliza muziki. Msanii gani unamfuatilia sana? Tanzania nafuatilia wasanii wote babangu. Yaani mimi nasikiliza muziki vibaya mno. Yaani mimi kila nyimbo mimi nasikiliza. Ile nyimbo nzuri mimi naondoka nayo. Ngushi, nakushukuru. Asante.